Majasusi wa Urusi wanasema kwamba nchi za magharibi bado zinaendeleza ubabe barani Afrika na wizi wa rasilimali zao. Sergei Narishkin, mkuu wa ujasusi, ameshutumu mataifa hayo ya Ulaya, hasa Uingereza, Ubelgiji na Ufaransa kwa unyonyaji uliokithiri ndani ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, ameyaonya mataifa hayo ya kimagharibi akisema kwamba nchi hizo zinasababisha nchi za Afrika kuendelea kuwa masikini. Nchi za magharibi zinaendelea kusababisha uharibifu kwa binadamu, lakini kupitia mazoea ya ukoloni mamboleo, ikiwa ni pamoja na uporaji wa rasilimali kutoka nchi za Afrika. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa kigeni wa Urusi, SVR, Sergei Narishkin, ametoa mfano wa Ufaransa akishutumu Paris kwa kuagiza uranium kutoka koloni lake la zamani Niger kwa bei ya chini mno kwa miongo 6 iliyopita. Na hii imesababisha taifa hilo kuwa masikini na kusababisha mamlaka nchini humo kulazimika kujiuzulu na jeshi kuchukua nchi. Narishkin alisema hayo wakati wa mjadala wa meza ya pande zote juu ya historia ya mapambano dhidi ya ukoloni ulioandaliwa na Jumuiya ya Kihistoria ya Urusi. Mkuu wa kijasusi wa Urusi ametoa wito kwa ukoloni mamboleo wa magharibi barani Afrika. Narishkin ameshutumu mataifa hayo akisema kwamba ni mataifa ambayo yamesababisha changamoto kubwa kwa bara la Afrika na kusababisha umasikini uliokithiri katika bara hilo. Amesema kwamba katika nyakati ambazo nchi za kimagharibi zinapaswa kujitathmini, ni nyakati hizi ambazo wanapaswa kuona ni jinsi gani wanapaswa kurudisha kile walichokichukua katika bara hilo la Afrika. Inatosha kukumbuka kwa mifano jinsi Ufaransa ilinunua uranium kutoka Niger kwa miaka 60 kwa bei ya chini ya kufedhehesha, senti 80 kwa kilo, alisema Narishkin. Lakini mara tu kikosi cha kijeshi cha Ufaransa kilipoondolewa katika nchi hii mwaka uliopita, bei ya uranium ilipandishwa na serikali mpya kwa bei ya soko la dunia zaidi ya mara 200. Narishkin, ambaye pia ni mwenyekiti wa RHS, aliongeza uongozi mpya wa Niger ambao ulichukua madaraka kufuatia mapinduzi ya Julai mwaka 2023 umechukua hatua kadhaa za kukata uhusiano na Ufaransa. Mwaka uliopita serikali ya kijeshi ilibatilisha leseni iliyokuwa imeruhusu kampuni inayomilikiwa na serikali ya Ufaransa ya Orano kuendesha moja ya migodi mikubwa zaidi ya urani duniani katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Nchi ya 7 kwa uzalishaji wa uranium duniani. Mchimbaji huyo alikuwa akifanya kazi nchini Niger tangu mwaka 1971. Mei pia ilifuata nyayo za washirika wake katika nchi jirani za Burkina Faso na Mali kwa kuwatimua wanajeshi wa Ufaransa, wakishutumu Paris kwa uchochezi na kuingilia masuala ya mataifa yao. Uwepo wa kijeshi wa Ufaransa barani Afrika umekuwa na utata kwa miongo kadhaa, huku wakosoaji wakisema unaendeleza mienendo ya ukoloni mamboleo. Viongozi wa nchi hizo ambazo zilikataa uhusiano wa kiulinzi na Paris unasisitiza kuwa na uhusiano wa karibu na baadhi ya mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Urusi. Hata hivyo, vikosi vya Ufaransa vimekuwa havifanyi kazi kama ambavyo walidai juu ya kuhakikisha wanaondoa ugaidi ndani ya mataifa hayo ya Sahel, lakini yamekuwa hayafanyi kama ambavyo yamekubaliana, na wamekuwa wakitafuta mashirika mbadala, na ni pamoja na mashirika kutoka nchini Urusi ambayo wakati huu yamekuwa yakitoa ushirikiano mzuri katika mataifa hayo. Mtazamaji wa The World News, kiufupi ni kwamba mataifa magharibi bado yanaendelea kunyonya bara la Afrika, na Urusi imedai kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya mataifa hayo kuhakikisha rasilimali za Waafrika zinawanufaisha Waafrika wenyewe. Na tangu ukoloni, viongozi wa magharibi wamekuwa wakinyonya mataifa hayo ya Kiafrika, na hata wakati huu ambapo wanatakiwa kulipa fidia, bado wamekuwa wagumu kuelewa namna gani Waafrika wanahitaji kuyajenga mataifa yao, na mataifa ya Afrika yamezidi kuwa masikini kwa sababu tu ya nchi hizo za magharibi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.